Mwenyekiti wa Umoja wa Wanawake Tanzania Taifa, Mary Chatanda, amewahimiza wanawake nchini Tanzania kuchangamkia fursa mbalimbali za kiuchumi zinazotolewa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili kujikomboa kiuchumi na kuchangia maendeleo ya taifa. Chatanda amezungumza hayo leo jijini Dar es Salaam katika kongamano la wanawake lililoandaliwa na Umoja wa Wanawake wa Wilaya ya Ubungo jijini Dar es Salaam, ambapo Chatanda amesema siku ya wanawake duniani ni muhimu kwa kutambua mchango wa wanawake katika maendeleo ya jamii. Leo tumekusanyika kwa ajili ya kongamano hili maalum kuadhimisha siku ya wanawake duniani. Ni siku yenye historia ya ujasiri na mapambano ya haki. Katika maadhimisho haya tunakumbuka kuwa mwanzo wa harakati hizi ulitokana na wanawake waliokuwa wakifanya kazi viwandani, waliodhulumiwa na kunyanyaswa, lakini wakasimama kidete kudai heshima na haki zao. Kutokana na sauti zao, dunia ilianza kutambua kuwa usawa wa kijinsia si anasa bali ni haki ya msingi. Kama walivyowahi kusema wahenga, sauti ya haki ikilia, milango ya dunia hufunguka. Wapendwa wanawake wenzangu, katika historia ya kimataifa, mkutano wa Beijing wa mwaka 1995 ulikuwa hatua kubwa kuelekea uhuru na haki za wanawake duniani. Wanawake walidai usawa na haki katika vyombo vya maamuzi. Katika harakati hizo, Tanzania hatukubaki nyuma, kwani Mheshimiwa Gertrude Mongella alituwakilisha vyema na kuchaguliwa kuwa kiongozi wa ngazi ya kimataifa kutekeleza maazimio ya Beijing. Hii ilikuwa ishara kwamba sauti ya wanawake wa Kitanzania inaweza kusikika na kuheshimiwa duniani. Mapambano ya haki yamezaa matunda ya ujasiri kwa sababu nchi yetu Tanzania imepiga hatua kubwa katika kutekeleza usawa wa kijinsia. Ipo mifuko zaidi ya 74 ya uwezeshaji imefungua milango kwa wanawake kujikwamua kiuchumi. Hivyo mwanamke akipewa mtaji hujenga kizazi chema. Ndugu wanawake wenzangu, ushiriki wa wanawake katika uchumi kupitia kilimo, zaidi ya wanawake 65% wanajihusisha moja kwa moja na kilimo, wakichangia kwa 25% mpaka 30% ya pato la taifa. Lakini kwenye biashara ndogo ndogo takriban 34% mpaka 40% wanawake wanajihusisha na biashara ndogo ndogo, zikichangia zaidi ya 35% ya ajira nchini. Wale madiwani wa kata wanaume, msiogope. Mnaogopa nini? Msiwe na hofu. Naomba diwani mwanaume, naomba yuko pale. Nasikia kuna madiwani wa kata wanaume wanapata hofu kwamba hawa wanawake wakiwezesha mradi wa maji huu ambao wanakusudia kupata huo mradi kwa ajili ya kuyasafisha ili maji yale yaweze kuwa mazuri baada ya kuwa yana chumvi, wanapata hofu ya kwamba watachukua kata zao. Kwa hofu hizo hizo tunaweza tukachukua kata hizo hata bila kuuza maji. Mimi naomba waondoe hofu, kwa sababu wanawake hawa ndio waliowawezesha kuwa madiwani. Kura nyingi zinapigwa na wanawake. Sasa wasiende kuwakwamisha wanawake wanapopewa mradi. Mimi naomba kupitia kongamano hili, madiwani wote wakata wale ambako mradi unatakiwa kwenda, niwaombe sana waachie wanawake wapate mradi huo ili waweze kujiinua kiuchumi. Kongamano hilo limehudhuriwa na mkuu wa wilaya ya Ubungo Mheshimiwa Albert Msando, ambaye amepata fursa ya kuzungumza na wanawake hao, na huu ndio ulikuwa ujumbe wake. Isingekuwa kwa kazi kubwa wanayofanya kina mama hao, hali yetu ingekuwa ni tete sana, kwa sababu tuna changamoto nyingi ambazo tunatakiwa tuzitolee majibu. Kuna mambo mengi yanatakiwa yasemwe, lakini watu wanayoyasema na watu ambao wanapambana na changamoto kutoka kwa wananchi ni kina mama. Kwa mimi nawashukuru na kuwapongeza sana. Mimi wanawake wa Ubungo sina nao deni hata kidogo. Ahadi yangu kwako na kwao siku zote imekuwa ni kuhakikisha kwamba tunaendelea kushirikiana nao
na jambo lao ni jambo letu, na wakati wote tutahakikisha kwamba hatutakuwa kikwazo katika wao kufanikiwa. Nataka nitumie jukwaa hili kusema mradi wa kuchakata maji safi na salama ni mradi wa wanawake. Hautaenda sehemu nyingine yoyote, na kama watu hawataweza kufanya, sisi tutatafuta vikundi vyenye uwezo, tutavifanya kwa uwazi, kwa sababu najua ukifanya pembeni watu wataanza kutengeneza hadithi. Wamepewa labda wa fulani huyo, wa fulani huyo, wa fulani. Sasa unataka wewe wanani? Wa kwako. Kama unamtaka wewe, mpe wewe mashine basi. Wewe unataka tu hudumia, sasa wekeza. Sasa usije ukazuia watu kufanya kazi kwa sababu ya vijimaneno na kurudishana nyuma. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, nilisema hili niliseme wazi ili watu wajue. Kwa upande wake mwenyekiti wa UWT wilaya ya Ubungo Samina Mashauri akizungumza wakati wa kongamano hilo ameeleza namna ambavyo wanawake hao wamepiga hatua kubwa katika swala zima la kiuchumi, huku akihimiza upatikanaji wa usawa kwa wanawake katika masuala mbalimbali. Tunatambua wanawake tuna ushawishi. Wanawake ni nguvu kwenye jamii. Lakini pia kuelekea dira 2050 tunataka usawa kwa wanawake kwenye masuala mbalimbali. Tunahitaji uwakilishi wa wanawake katika ngazi zote za maamuzi, lakini tupate fursa na katika masuala ya elimu, uongozi na sekta mbalimbali binafsi. Lakini kusherehekea siku hii wanawake wa Ubungo, pia tunampongeza Mheshimiwa Rais ambaye ni mwanamke mwenzetu, mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli wilaya ya Ubungo tunajivunia. Mama Samia amekuwa mstari wa mbele kutoa fedha katika majimbo, wilaya mbalimbali, lakini Ubungo tunasema ametupendelea. Sidhani katika Tanzania hii kama kuna jimbo au wilaya ina barabara 8 jamani. Uongo kweli? Hakuna foleni siku hizi Ubungo. Kutoka mjini kufika Kibani dakika 10-15. Tunajivunia na tunamshukuru sana. Lakini wilaya hii ilikuwa na shida ya maji. Miradi ya maji kwa kweli ipo. Mpaka Kibesa sasa hivi Mbezi maji yanapatikana. Tanzania yetu ndiyo nchi ya kusifiwa, kote ulimwenguni watu wote watambua. Tanzania yetu ndiyo nchi ya furaha. Naye Baba Nyerere ndiye wetu muhifadhi, nao yeye ndiye aliyeleta uhuru. Tanzania yetu ndiyo nchi ya furaha. Tanzania yetu ndiyo nchi ya kusifiwa, kote ulimwenguni watu wote watambua. Tanzania yetu ndiyo